Iran imetuma meli yake kubwa zaidi ya kivita katika kile kilichoelezwa kuwa mazoezi ya kwanza kabisa ya pamoja ya kijeshi ya majini yanayohusisha China, Urusi, Afrika Kusini na Umoja wa Falme za Kiarabu, hatua inayotafsiriwa kama ishara mpya ya mabadiliko ya mizani ya nguvu baharini na kuimarika kwa ushirikiano wa kijeshi kati ya mataifa yasiyo ya Magharibi. Kwa mujibu wa taarifa zilizoripotiwa na Firepost pamoja na picha zilizorekodiwa na Afrika Kusini, mazoezi haya yanafanyika katika bahari ya kimkakati inayounganisha njia kuu za biashara za kimataifa. Iran imetuma meli yake kubwa zaidi ya kivita ikiwa na uwezo wa kubeba helikopta, drones na mifumo ya kisasa ya ulinzi wa anga ya baharini, hatua inayolenga kuonyesha uwezo wake wa kijeshi nje ya Ghuba ya Uajemi. China na Urusi pia zimepeleka meli za kivita zenye makombora ya masafa marefu pamoja na manowari za kisasa, huku Afrika Kusini na Umoja wa Falme za Kiarabu zikishiriki kwa vikosi vya majini vinavyolenga drones, doria, ulinzi wa njia za baharini na operesheni za pamoja za usalama. Mazoezi haya yanajumuisha mafunzo ya ulinzi wa meli za kibiashara, uokoaji baharini, vita dhidi ya maharamia na uratibu wa mashambulizi ya baharini. Maafisa wa kijeshi wa Iran wamesema lengo la mazoezi hayo ni kuimarisha usalama wa bahari kimataifa bila kuingiliwa na kambi za kisiasa, wakisisitiza kuwa ni ujumbe wa wazi kwamba mataifa hayo yanaweza kushirikiana bila kutegemea NATO au Marekani. China na Urusi kwa upande wao wamesisitiza umuhimu wa usalama wa njia za biashara na kuzuia kile walichokiita siasa za vikwazo na shinikizo la kijeshi kutoka Magharibi. Ushiriki wa Afrika Kusini umevutia hisia za kimataifa kutokana na msimamo wake wa kutaka dunia yenye nguvu nyingi badala ya kambi moja. Picha kutoka pwani ya Afrika Kusini zinaonyesha meli zikifanya doria ya pamoja na mazoezi ya uratibu wa mawasiliano baharini, ishara ya kuimarika kwa ushirikiano wa kusini mwa dunia katika masuala ya usalama. Wachambuzi wa kijeshi wanasema mazoezi haya ni ujumbe wa kisiasa na kijeshi kwa Marekani na washirika wake, hasa wakati mvutano wa kimataifa ukiendelea Mashariki ya Kati, Ulaya ya Mashariki na bahari ya China Kusini. Wanaonya kuwa hatua hii inaweza kuongeza mashindano ya kijeshi baharini na kuifanya dunia iingie katika awamu mpya ya mvutano wa kijiografia. Mazoezi haya yanatarajiwa kuendelea kwa siku kadhaa, huku mataifa shiriki yakifanya majaribio ya uwezo wa pamoja, hali inayodhihirisha wazi kuwa muundo wa usalama wa kimataifa unaendelea kubadilika kwa kasi kubwa.